Malalamiko ambayo ilikuwa inahusu mama mmoja ambaye alikuwa analalamika kwamba wakati wa kujifunzia katika hospitali ya Mount Meru alihisi kwamba mtoto wake alibadilishwa kwenda kwa mama mwingine. Kwa hiyo malalamiko yalikuwa yameshafika katika kituo cha polisi ambayo walichukua sampuli ya vipimo na wakapeleka kwa mkemia mkuu wa serikali, ambapo leo tulikuja kupokea majibu ya mkemia. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba yule mtoto ambaye mama alilalamika kwamba sio ya kwake, bahati mbaya mtoto alikuwa ameshafariki. Vipimo vimeonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa wa kisampuli ambayo ni 99.99% na huyo mzazi ambaye alilalamika. Kwa hiyo majibu yametolewa wazi, na wale watoto wengine wawili ukiacha huyo pia uhusiano umeonyesha mkubwa kwa asilimia hizo 99.99 kwamba wanafanana na mama zao wazazi. Kwa hiyo hayo ndio majibu ambayo tumepokea na yamewekwa wazi na kila mtu amepokea na hatimaye tumetawanyika. Wanatuambia yule mtoto aliyotuzalishia ni mtoto wangu. Mtoto wangu najua yupo na amebadilika. Kwa hiyo tunaomba kutusaidia katika hili Mama Samia. Mkuu wa mkoa tusaidiani katika hili nipate mtoto wangu. Kwani alimpa huyo marehemu mtoto? Naitwa Prosper Msofe, ni diwani wa kata ya Daraja Mbili. Na niko na mama hapa, ni mwananchi wangu lakini kile vile balozi wangu. Nilipata message asubuhi kwamba matokeo yametoka ya DNA ambayo ilikwenda kupimwa, na tumepokea DNA inaonyesha kwamba mtoto ambaye sasa ni marehemu alikuwa ni mtoto wa Neema ambaye ni mtoto wa balozi, kwa maelezo hayo. Lakini kwa maelezo pia mama anasema mtoto yule alipozaliwa hata kama alikuwa ni wa kwake, lakini hakupewa alinyonyesha mtu mwingine. Na baadaye mtoto akachukuliwa tena akarudishwa kaambiwa ni wa kwake, pamoja na kuchanganya na kanga na mambo mengine. Kwa sababu tumetoka polisi sasa hivi na bado wamechoka, ninataka tupate muda zaidi wa kujua tutachukua hatua gani baada ya hapo. Lakini bado ni majibu ya DNA yametoka, bado faili itakwenda kwa mwanasheria wa serikali. Bado tuna room kubwa ya kujua zaidi ukweli ulikuwaje, kama alikuwa kweli ni wa kwake, kwa nini alipewa mtu mwingine akamnyonyesha. Majibu na kwa nini mtoto alizaliwa jina kuacha jina kwenye mkono kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo balikuwa na inaonekana balikuwa na kusudio la tangu mwanzo. Kwa nini mtoto wazaliwa wote wasibalishwe na jina? Kwa nini mtoto wazaliwa alicho kanga mwingine? Kwa nini mwingine anyonyeshe mtoto wa mwingine? Kwa bado kuna mambo ya kuangalia zaidi hapo. Zaliwa hiyo siku kwa sababu yule mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu.